Baadhi ya wabunge wametoa ushauri kwa serikali kuhusiana na kuboresha elimu hapa nchini. Hii ni ripoti ya mwenzangu Daniel Mkate alikuwepo bungeni Dodoma ikiangazia hili kwa kina. Wakichangia makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026, baadhi ya wabunge hao wametoa ushauri kwa serikali kuwapa maelekezo walimu wakuu, huku wengine wakitaka mitaala ya amali kuwasaidia wanafunzi kupata ujuzi. Katika shule ambazo kuna msongamano mkubwa wa wanafunzi madarasani, walimu wa shule, walimu wakuu wapewe maelekezo maalum ya kuwagawa wanafunzi katika makundi mawili makubwa kama ninavyopendekeza. Kundi la kwanza liwe na wanafunzi wa darasa la kwanza, la pili na la tatu. Hawa waingie madarasani kwa utaratibu wa kawaida kuanzia saa 1 mpaka saa 4 kamili, wasome masomo kama kawaida. Ukurasa wa 16 aligusia suala la kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa mafunzo ya amali, ufundi na ufundi stadi katika shule za sekondari na vyuo vya ufundi. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ya kwangu ninataka kuongeza hapo ushauri. Hili jambo ni jema sana kwa nchi yetu, kwa sababu jambo hili linaenda kuwa ni nyenzo muhimu ya kuwawezesha wanafunzi kupata ujuzi, lakini pia kuwezesha vijana wetu kuweza kujipatia kipato na zaidi kuweza kushindana katika soko la ajira. Mtaala unaotaka wanafunzi wasome masomo ya amali ni hitaji la sasa baada ya nchi kufanya tathmini na kuona kwamba wanafunzi wetu wanamaliza vyuo na shule bila kuwa na ujuzi, na kingi wanachokipata ni nadharia. Lakini uzuri ni kwamba mwelekeo huu tunauchukua ukiwa ni mchakato ambao umekuwa ni jumuishi kwenye mitaala, na ndio maana sasa tukakuta kuna kitu kinaitwa shule za amali au mtaala wa amali. Kwa hiyo tunakuwa na mikondo na mitaala ya aina mbili nchini. Mtaala wa amali, sasa ile amali watu wanaweza kuchini kama ufundi, yani ni mtaala wa ufundi zaidi, yani watu watakuwa ni wanajifunza kwa matendo zaidi kuliko kuwa na theory au nadharia. Na tutapita kwenye nadharia kama kawaida. Watakaopita kwenye nadharia tunawaandaa kwa managers, administrators na viongozi wengine wa ofisini, lakini wapo watakaopita wanakwenda field kabisa kwenye uzalishaji au production, wanaopita kwenye mkondo huo tunaoita wa amali. Akitoa maoni ya kamati ya kudumu ya Bunge, elimu, utamaduni na michezo, mwenyekiti wake ameitaka serikali kuchukua hatua madhubuti kwa wakuu makamu wa vyuo kushughulikia maslahi yao, huku waziri wa elimu akiomba Bunge kuidhinishia shilingi trilioni 2,436 bilioni. Serikali ichukue hatua madhubuti ya kushughulikia maslahi ya makamu wakuu wa vyuo vya umma nchini na kuhakikisha kuwa wanapata stahiki zao kulingana na vyuo vyao. Serikali ihamishe capitation grant ya shilingi 1,000 kwa mwanafunzi wa shule ya msingi na sekondari kwa mwaka, ambayo inatolewa kila mwaka kwa ajili ya udhibiti ubora, kutoka fungu 56 TAMISEMI ambalo halihusiki na udhibiti ubora na kupeleka fungu 46 Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ambayo ndio linahusika na masuala ya udhibiti ubora. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuwezesha utekelezaji wa malengo yaliyoainishwa kwa mwaka wa fedha 2025-2026, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia fungu 46 inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni 2,436 bilioni 428 milioni 405,000 kwa mchanganuo ufuatao. Daniel Mkate, ATV Dodoma. Naam, asante sana Daniel.